au tutajifunza hasara ya kutokupenda kujifunza maneno ya Mungu au kusikia maneno ya Mungu. Kwa hiyo sisi ni jengo la Mungu, au sisi watoto wa Mungu ni nyumba ya Mungu. Kwa hiyo kama sisi ni nyumba ya Mungu, lazima hiyo nyumba basi ijengwe kwenye msingi mzuri. Nyumba yoyote ili iweze kuwa imara ni lazima iwe na msingi mzuri, na msingi wa imani yetu sisi kama watoto wa Mungu ni neno la Mungu, ni mafundisho ya neno la Mungu. Usione watu wako kanisani wanamtenda Mungu dhambi. Ni kwa sababu gani? Hawana neno la Mungu ndani yao, hawapendi kujifunza maneno ya Mungu, hawapendi kusikia maneno ya Mungu, hawapendi kusoma maneno ya Mungu kila wakati, na hicho ndio kinachowafanya hata kumkosa Mungu. Wao wanaona ni jambo la kawaida kutenda dhambi, kwao wanaona ni jambo la kawaida tu. Kwa sababu gani? Hawana kitu kinachowazuia ndani mwao, hawana nguvu itakao wafanya wasimtende Mungu dhambi. Lakini wangekuwa na neno la Mungu ndani ya mioyo yao, hakika wasingefanya hivyo, ambavyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu wetu. Mtu anayefanya dhambi mbele za Mungu anafananishwa na nani? Na mpumbavu. Ni mpumbavu kwa sababu gani? Angekuwa na akili asingefanya hiyo dhambi, kwa sababu anajua kabisa Mungu hachangamani na dhambi. Kwa hiyo mtu anayetenda dhambi mbele za Mungu, huyo ni mpumbavu. Kwa maana nyingine, hana akili. Mtu asiyekuwa na akili ni mtu ambaye anafanya mambo ambayo hata watu wengine wakimuona wenye akili zao timamu wanamshangaa kwa nini. Kwa hiyo ndivyo alivyo mtu ambaye anamkosa Mungu, anafananishwa na mtu ambaye ni mpumbavu, anafananishwa na mtu ambaye amejenga nyumba yake juu ya mchanga, ambayo hiyo nyumba ambayo imejengwa